Mgogoro mkubwa wa kijeshi kati ya Israel na Iran umeingia siku ya 3 mfululizo, huku pande zote mbili zikirushiana makombora mazito na kushambulia maeneo ya kimkakati kwa lengo la kuharibu uwezo wa kijeshi wa kila upande. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 92, 12 kutoka nchini Israel na 80 kutoka Irani, ikiwa ni pamoja na raia na wanajeshi, na kuzua hofu ya kuzuka kwa vita kamili vya kikanda ambavyo vinaweza kuhusisha mataifa mengine ya Mashariki ya Kati. Mapema Jumapili, ndege za kivita za Israel zilifanya mashambulizi makali dhidi ya mji mkuu wa Iran, Tehran, ambapo zililenga moja kwa moja makao makuu ya Wizara ya Ulinzi ya nchi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Tasmin, eneo hilo liliharibiwa vibaya, na mashambulizi hayo pia yaliathiri ghala kubwa ya mafuta katika eneo la Shairan kaskazini mwa jiji hilo. Moto mkubwa ulizuka katika ghala hilo na vikosi vya zimamoto na uokoaji bado vinaendelea na juhudi za kudhibiti. Katika kujibu mashambulizi hayo, Irani ilirusha makombora zaidi ya 150 ya balistiki kuelekea miji mbalimbali ya Israel, ikiwemo Tel Aviv, Haifa na maeneo ya kijeshi kusini mwa nchi hiyo. Mashambulizi hayo ndiyo yamesababisha vifo vya watu 12 nchini Israel, huku zaidi ya 20 wakijeruhiwa, baadhi yao wakiwa katika hali mahututi. Jeshi la Israel IDF limesema kuwa mifumo yao ya ulinzi wa anga ikiwemo Iron Dome iliweza kuzuia idadi kubwa ya makombora hayo, ingawa mengine yalipenya na kusababisha uharibifu mkubwa. Mgogoro huu hauishii kwenye pande hizi mbili pekee. Kundi la Houthi kutoka Yemen linaloungwa mkono na Irani lilirusha kombora moja lililolenga Jerusalem, lakini likaangukia eneo la Hebron katika ukingo wa Maghreb na kujeruhi raia 5 wa Kipalestina. Hatua hii inaonyesha namna mgogoro huu unavyozidi kuenea na kuvuta vikundi vingine vya waasi na mataifa ya tatu. Wakati hali ikizidi kuwa tete, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa mashambulizi hadi Iran, akisema itatakasa kila chanzo cha tishio dhidi ya Israel. Kwa upande wake, viongozi wa Iran wamekemea mashambulizi hayo na kuahidi kuilazimisha Israel kulipa gharama kubwa. Mashambulizi ya Israel yamepewa jina la Days of Repentance na yamelenga kuharibu mitambo ya uzalishaji wa silaha na ulinzi wa anga wa Irani, ikiwemo mifumo ya kisasa kama S-300. Hali hii ya sasa imezua hofu kubwa ya kuzuka kwa vita vikuu zaidi vinavyoweza kuhusisha mataifa mengine kama Lebanon, Syria, Iraki na hata kuathiri usalama wa kimataifa. Marekani imetoa tamko la kuitaka Israel kujizuia, ikisema inaunga mkono haki ya kujilinda, lakini pia inasisitiza umuhimu wa kuepusha vita vya wazi vya muda mrefu katika ukanda huu tete. Kwa sasa juhudi za kimataifa za upatanishi bado hazijazaa matunda, huku mamilioni ya raia wakiishi kwa hofu, wakikimbia makazi yao au kujificha kwenye maeneo salama wakihofia mashambulizi zaidi. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yameonya kuhusu janga la kibinadamu iwapo mapigano haya yataendelea bila mwisho wa karibu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.